Kabla ya kusonga mbele, hebu tujiweke mikononi mwa Bwana. Mungu wetu mtakatifu mwema, kadhalika ulivyoendelea kutuchunga, tumefika katika saa za kuendelea kuzungumza neno lako. Wewe ambaye umetuchunga, tunasema jina lako lihimidiwe. Katika maisha yetu tunastahili kuendelea kukutukuza katika kila njia, sababu unatufunulia mengi. Kwa hivyo tunakusihi uendelee kutukaribia, tupatie maandalizi mema ya kujiandaa ujio wako. Ujapo mara ya pili tupate sote uzima wa milele. Asante kwa muda huu. Tupe masikio ya kusikia neno lako na kulifanyia kazi, kujiandaa ujio wako. Tuomba hivi ni katika jina la Yesu. Amen. Katika vita hivi ambavyo vinaitwa vita vya Armageddon, na ni namna gani wewe unajiandaa katika vita vile? Nawaza ndio swali letu. Itatubidi tutoe dalili na namna ambavyo mambo yatafanyika. Huko zamani katika nyakati za Israeli kulikuwa mahali ambapo wanaita Megido. Hapo Megido wafalme walipotaka dhihirisha nguvu zao, ni hapo walikusanyika, wanapigana. Anayeibuka ushindi ndiye anakuwa mtawala. Ndivyo jina hilo, ndio chanzo cha jina hilo. Lakini vita hivi ambavyo sisi tutavizungumzia viko katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo, na ni katika pigo la 6. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 16. Sisi tutasoma fungu lake la 15. Nasema, tazama naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakayaone aibu yake. Juu wanatuambia hivi kwenye fungu la 12, na huyo wa 6 akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watakao katika mawio ya jua. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kichwa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu. 16. Wakakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Haya ni vita vikuu, ndivyo wanazungumza. Lakini vita hivi tumetangulia kusema kwamba vita vilivyo kati ya Kristo na Shetani, kati ya kanisa ya kweli na kanisa ya uongo, ni vita ambavyo vinaonekana katika kila Mkristo. Iwe utakuwa unaamini, uwe usiwe mwaminifu, usikuwe unampenda Mungu au unachikia Mungu, vita hivi sherti utavipigana, sababu ni nguvu 3 ambazo zimejiweka fasi moja kwa ajili ya kumpinga Mwenyezi Mungu. Vita hivi ni ndivyo vya mwisho. Vita vya kwanza vilifanyika mbinguni. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo,
kitabu cha Ufunuo wanasema kwamba vita vikubwa vilianzia mbinguni. Ni Ufunuo 12 mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka ya dhamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa katika nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Fungu la 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashitakaye mbele za Mungu mchana na usiku. 11. Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi wakao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu kwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Hapa kunatuonesha kwamba mahali ambapo vita hivi vimeanzia huko mbinguni. Lucifer ambaye alikuwa mchukua nuru mbele ya utukufu wa Baba Mwenyezi, alikuja akajiinua. Baada ya kujiinua, akataka achukue madaraka ya Mungu mwenyewe. Halafu mbingu hazikuvumulia. Vitabu vinatueleza kwamba malaika waliokuwa wakamilifu kwa Mungu, watiifu, walifanya shughuli yote kwa kumrejesha huyu Ibilisi ili waweze kupata nafasi tena huko mbinguni. Haikuwezekana, lakini aliendelea kupandisha chuki yake na majivuno, na mbingu wakaamua kwamba aondolewe mbinguni, atupwe chini. Vita hivyo vilikuwa vikali. Biblia inasema kwamba Mikaeli na malaika zake wakapigana na joka pamoja na majeshi yake. Halafu hao majeshi waliopitupwa nchi kwenye ardhi, mbingu wao wakashangilia, sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Ikasemwa kwamba shangilie enyi mbingu, na ikasemwa kwamba shangilie sababu mshtaki wenu ametupwa. Jambo la pili, ikasemwa kwamba ole kwa nchi na bahari, kwa maana Shetani amewashukia akiwa na ghadhabu nyingi, akijua kwamba ana muda mchache tu. Haya yanatuonesha kwamba kuna vita, na vita hivi kuna wakati vitaisha, na mwisho wa vita ndivyo unaitwa Harmagedon. Hivi vita wanasema Shetani, wanasema mnyama, wanasema nabii wa uongo watakusanya mataifa yote kwa ajili ya vita hivi ambavyo ni vya Harmagedon. Waumini waliomfuata Yesu watajumuishwa na mambo haya mawili. Ninataka kuyarudia ndani. Wanasema hivi. Anasema hivi, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu wa nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wetu, yeye ashitakaye mbele za Mungu mchana na usiku. 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo
na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Vita hivi vilisababisha wengi hata kupoteza maisha yao. Hawakuweza kuogopa kifo sababu ya vita hivi. Vita hivi ambavyo vitakuwa vya mwisho, mwenye ataweza kusimama na kushinda, Biblia imesema atakuwa hivi. Ndiyo fungu ambalo tulilianzia. Tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Mavazi ni nini? Na aibu ni nini? Tabia ambazo tunazihitaji kwa leo ndizo zitakazoziwezesha kupigana na kusimama katika hivi vita. Yesu alipokuwa duniani alikuwa pamoja na wanafunzi wake, wakatamani waelewe vita hivi vitaisha lini, vitaisha wakati gani, na vita hivi mwisho wake ni gani. Yesu hakuwaficha, kawaambia mtu asiwadanganye, sababu makristo wengi watakuja na kudanganya hata wateule. Utasikia vita, utasikia na njaa zitatokea huku na kule, lakini msitishwe, sababu muda wa kuja itakuwa ni bado. Vita hivi vina aina mbili. Vina vita vilivyoanzia kuangamia kwa Yerusalema. Manabii wa uongo shetani aliwaamsha ili wasinzilishe taifa la Mungu, wasijiandae kuangamia kwa Yerusalema na kukimbia, sababu ilikuwa imesemwa kwamba siku hiyo wenye mimba, wenye kunyonyesha watapata tabu hiyo katika nyakati hizo za kuangamia kwa Yerusalema. Vita hivi vilikabili mataifa, hasa Yerusalemu, nayo kazingirwa mpaka wakaaji wa Yerusalemu wakaangamizwa. Vita vile Yesu alivyovitabiri ni vita ambavyo vitaanzia kuja kwake. Alivyovizungumza kwamba msitishwe ni vile vya kwanza, sababu kuja kwake kutakuwa kungali mbali. Lakini hivi vita ambavyo ni vya mwisho, ninawaza kwamba utafakari kwamba vinakaribia kuisha, vita ambavyo vilitabiriwa kwamba vitaingia katika mataifa. Sura ya 11 ya Danieli, sura ya 11 ya Danieli wanatuambia vita vya wafalme wa kaskazini na wakusi. Hivyo vita vitakuwa na mwisho wake, na ni unabii ambao unaotuelekeza kulingana na nyakati ambazo tunazizungumzia. Hebu tuone sura ni 11. Wakati wa mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi, mimi nalisimama nikathibitishe na kumtia nguvu, nami sasa na kuonesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Mambo yalianza kwa Uajemi na Wayunani, alafu mambo yakaharibika. Vita hivyo vilianza hapo, falme kwa falme, nyakati kwa nyakati. Lakini kwenye tunaelekea ni kwenye fungu la 14, ambapo 14 waandishi wao wamegawa vipande, lakini sisi tutaviunganisha. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atasimama, atashindana naye, na wafalme wa kaskazini watamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na mapanda farashi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Hivi vita vilikuwa na lenga nyakati za mwisho, ni za wafalme wa kusini na wafalme wa kaskazini.
hebu niwaambie kwamba hazielekee mahali pengine, zinaelekea katika vita ambavyo vinaonekana kwa nyakati za leo. Mimi ninataka tuzungumuze nyakati za leo, na ndivyo vita hivi vinaandalia vita vikuu vya Harmagedoni. Hivi vita ambavyo ni vya Harmagedoni, nimesema kwamba ni kati ya kibaya na kizuri, ni kati ya Kristo na Shetani, ni kati ya kanisa la kweli na kanisa la uongo, ni katika ya Mkristo wa kweli na Mkristo ambaye si wa kweli. Ni vita ambavyo upende usipopenda, uwe Mkristo au mwanadini nyingine, utahusishwa kuvipigana ili ushindi wako uonekane uko upande gani. Sababu dunia itagawanyika katika sehemu mbili. Dunia itagawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni wale ambao wanamcha Mungu. Sehemu ya pili ni waliomfuata Ibilisi, yani yule joka, waliomfuata mnyama na nabii wa uongo. Hivyo ni vita ambavyo vitapambanuka, na tutaweza kuangaza kwa kipengele hicho tukirudia katika kitabu kile tu. Lakini hapa wanatuambia kuna maandalizi ya vita ambavyo vitaendelea kuonekana. Wanasema mfalme wa Kusi. Kuna watu ambao Kusi walikuwa nazungumuza Misri zamani. Kama Danieli alikuwa anazungumuza Misri, alikuwa anazungumuza upagani, sababu Misri ndipo kulionekana katika dunia yote mzima wafalme walioishi katika kuabudu miungu. Hata miungu ya Misri ilikuwa mingi, kiwango cha 700 miungu hadi 2000. Walikuwa waniabudu Mungu jua, waliabudu Mungu mwezi, waliabudu vyura, waliabudu nyuki, manyoka. Walikuwa na miungu mingi, halafu wakaitwa Kusi. Lakini hapa katika Danieli anaonesha wale ambao hawataelekea katika njia ya Ukristo. Hata kuna vita ambavyo vinaonekana, lakini ni sharti watu wavielewe. Chini wanasema huyu mfalme wa kaskazini atashambulia mfalme wa Kusi kwa upepo na kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farashi na merikebu nyingi, na wataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita kati. Tena ataingia katika nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa kwa mkono wake: Edomu, Moabu na wakuu wa Amoni. Naye ataunyosha mkono wake juu ya nchi hizo, na nchi ya Misri haitaokoka. Lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha, juu ya vitu vya Misri vyenye thamani. Walibia, Wakushi watafuata nyayo zake. Hebu chini tusome, wanasema 14. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu, kuondolea mbali watu wengi. Naye ataweka hema zake za kifalme katika bahari ya mlima mtakatifu wa uzuri, lakini atayafikiria ajali yake, wala hakuna atakaye msaidia. Hebu tuwezi kutoa ufafanuzi mdogo kwa ajili ya mambo haya. Yeye Danieli, mtakaposoma sura ya 12, mtakaposoma sura ya 12 fungu la 8, akasema, nami nalisikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Akasema, enda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya,
wala hataelewa mtu awaye yote, bali walio na hekima ndio watakaoelewa. Ndugu yangu na dada yangu, elewa kwamba kujua mambo haya ya siri yaliyofunuliwa, yaliyofichwa na Mungu, inaomba kumkaribia Mungu. Unaitwa mwana wa Mungu kikamilifu na unatakasika. Kama si hivyo, hautaelewa jambo hili na kujua vita vya Harmagedoni, utachanganyikiwa. Hapa wanasema hivi, kuna vita ambavyo vitaandalia vita vya Harmagedoni, na vita hivyo vitaonekana katika mainchi ambazo zinaitwa kwamba ni mainchi za Kikristo. Wanaposema kaskazini, huwa wanakamata inchi za Ulaya na inchi za Marekani, halafu zinapoambatana kwa umoja ndizo wanaitwa kaskazini. Inchi zingine ambazo zinapinga ile mahusiano, ile umoja wao, zitaitwa inchi za Kusi. Hizi inchi za Kusi wamesema, Biblia imesema kwamba zitaanza vita, lakini hawatapata nguvu, sababu kaskazini tainuka na umoja wao wapigane vita ambavyo vitaonekana kuwa vya mwisho. Halafu waseme watafurika katika nchi mbalimbali. Hizi ni nchi ambazo zitavamia ulimwengu mzima. Hata katika kuanzia kwenye ukoloni, hizi nchi zinaonesha dalili ya kwamba zinataka zitawale dunia mzima. Hizi nchi huwa zinataka, tangia zamani, tunaporudia nyuma sana, Mfalme Nebukadneza aliwahi kutawala dunia mzima, akaikusanya chini ya madaraka yake. Ile ilikuwa ni vita ambavyo vilifanyika vya kwanza, ambavyo mfalme aliweza kuteka dunia na kuiweka chini ya uongozi wake. Na alipoondolewa na Wamedi na Wapersi, yani ni yeye aliweza kuwakusanya Wajemi, na wakiongozwa na Kuro na Dario wakaweza kupindua kwa wakati wa Belshaza ufalme wa Wakaludaya. Baadaye kukakuja wafalme wa Wayunani, yani wa Greek. Ni hao waliingia wakapindua nao ule ufalme wa aina mbili, wa Medi na wa Persi, ambao waliondolewa katika miaka fulani kabla Yesu kuzaliwa. Baada ya wao kukakuja ufalme ambao ni wa Kirumi, ulioweza kutawala dunia, lakini ukagawanyika katika sehemu mbalimbali. Ukagawanyika katika sehemu mbalimbali ambazo zilionekana katika falme, aseme ni falme 10. Hizo falme 10, namna walivyoendelea, kukaonekana kitabu cha Ufunuo kilichozungumza kuhusu mfalme aliyetoka katika bahari na yule aliyetoka kwenye udongo. Kitabu kinasema huyu kwenye udongo atashurutisha wadogo kwa wakubwa kumwabudu mnyama yule wa kwanza. Sasa huyu Danieli ni hayo ambaye ameona. Huyu atashurutisha wakubwa, wahuru, watumwa kuwekwa alama ya mnyama kwenye kipaji cha uso, pia na kwenye mkono. Hii ufalme ni ufalme ambao tunaitwa kwamba ni ufalme wa kaskazini. Na ufalme wa Kusi ni ule ambao utapingana na siasa zao, siasa za huko ambazo hii kaskazini inapenda iongoze Ukristo na inapenda iongoze kiserikali. Na wawe juu ya falme zote, warejeshe ufalme ambao unaitwa millennium. Lakini niwaambie kwamba Biblia imesema kwamba mfalme wa kaskazini wa Kusi atawashambulia. Nao watasimama na pesa nyingi, ndipo ni merikebu, wataleta magari za vita, wataleta wapanda farashi,
wataleta na kuingia na kufurika katika nchi tofauti, iwe Afrika, iwe Asia, wataona haya mashambulizi ambayo kwa leo sio unabii bali ni matukio. Biblia inasema hayo si matukio, ni kwamba yale ambayo tunayaishi ndani haiko tena unabii bali ni matukio yanayoonekana. Unapoona vita vya Russia ikipambana na Ukraine, vita vya Iran ikipambana na Israeli na Umoja wa Marekani, vita hivi ndivyo ambavyo Danieli alikuwa akivizungumza, na mwenye ataibuka mshindi niwaambie ni mfalme wa kaskazini, sababu chenye kitamuondoa ni kimoja tunakisoma, ambavyo ni vita vya Harmagedoni. Sasa ni hiki wanasema hivi, lakini 14 habari zinazotoka mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa adhabu nyingi ili kuharibu na kuondolea watu wengi. Vita ambavyo ataviendesha atakuwa amewaza kwamba ameteka dunia, lakini habari zilizokuja kwa Yesu. Huyu kaskazini au mashariki ni mambo yanayozungumza kuhusu kurudi kwa Yesu, na ni sharti tuyaangalie sana, sababu mara mingi watu wengi hawajue kwamba tunapasha kuzungumza kurudi kwa Yesu. Kiini kikubwa cha Ukristo ni kujiandaa kurudi kwa Yesu. Na mtu yeyote ambaye anaishi katika shughuli zote, lakini anasababu kwamba Yesu atarudi, ni kwamba huo atajiliwa ghafla. Chini kitabu kimoja wanatuambia hivi, ni kitabu kiitwacho Ushuhuda kwa Kanisa Gombo la 3. Wanasema hivi, ni sura ya 1, Preparation pour la crise finale, kujiandaa nyakati za hatari za mwisho. La grande crise est sur le point d'éclater. Vita vikuu vitaweza kutokea pour affronter les épreuves et les tentations, pour nous acquitter de nos devoirs. Il nous faudra une foi persévérante. Kusudi tuwezi kupambana vita hivyo na kupambana na mashawishi, itaomba kusimama kwenye majukumu yetu. Kwa hivyo inaomba imani inayovumilia. Mais il est possible de triompher glorieusement. Aucune âme qui veille, prie et croit ne tombera dans les filets de l'ennemi. Hakuna moyo ambao unaomba, unakesha, ambao utaanguka katika nyavu za adui. Pendant l'état de preuve qui approche, nyakati za kujaribiwa zinazokaribia, Dieu donnera un gage de sécurité à tous ceux qui gardent les paroles de sa patience. Mungu aliahidi kwamba atachunga wale ambao wanachunga neno lake kwa uvumilivu. Le Christ dira à ses fidèles, Yesu ataambia walio waaminifu na kusema, va mon peuple, entre ta chambre, enenda taifa yangu, ujifiche katika muda mchache mpaka ghadhabu yangu itakapokwisha. Le lion de la tribu de David, de Juda, si redoutable et qui rejette sa grâce, c'est là la note de Dieu pour tous ceux qui ressemblent aux fidèles. Simba wa kabila la Yuda atakuwa neema kwa wote ambao wanamwamini. La colonne de nuée qui parle de couleurs de terreur au transgresseur de la loi de Dieu et lumière. Atakuwa nguzo ya wote ambao atakuwa nguzo inayozungumuza hasira kwa wote ambao wanavunja amri za Mungu na kukataa nuru yake. Le bras qui frappe les rebelles sera puissant pour sauver ce qui est royal. Mkono utakaoangamiza waliokataa kumtii
itaweza kuokoa wale ambao walibaki wakiwa wakamilifu. Hebu ndugu nikwambie kwamba Yesu huyu ambaye iko tayari kufunuliwa, ni sherti tuzungumuze mambo yake. Kitabu kingine nawaza kinazungumuza hivi, tunataka tutoe ufafanuzi tukiwa tumesoma mambo haya. Kujiandaa kuja kwa Yesu ni kitabu cha kwanza cha Ushuhuda kwa Kanisa, sura ni ya 2. Il m'a montré que nous devons être il m'a été montré que nous ne devons pas oublier la venue du Seigneur. Nalioneshwa kwamba kamwe tusisahau kurudi kwa Yesu. Sababu ya kuchagua kipindi hiki, nilitaka tuelewe kwamba kuna vita kabla ya kuja kwa Yesu vikuu vinavyoitwa vita vya Harmagedoni, na itaomba kila mtu avipigane. Na vita hivi tutaweza kuvieleza baadaye. L'ange me dit, malaika aliniambia, préparez-vous pour ce qui doit survenir sur la terre. Jiandaeni, jitayarisheni kwa mambo ambayo yako tayari kutokea duniani. Que vos œuvres correspondent à votre foi. Hebu matendo yenu yaambatane na imani yenu. Il faut que notre esprit soit se tourner vers le ciel et notre influence rende témoignage au Seigneur et sa gloire. Hebu niwaambie kwamba matendo yetu yafanane, yaelekee mbinguni na yalete ushuhuda, tunao ushuhuda wa Yesu katika neno lake. Nous ne pouvons pas honorer Dieu si nous vivons de négligence et l'indifférence. Hatuwezi kumtukuza Mungu tunapoishi katika kutojali na kudharau. Ni glorifier si nous ne laissons aller au découragement. Hatuwezi mtukuza tukiwa tutaingia katika kukatishwa tamaa. Travaillez au salut de vos âmes. Tumikieni wokovu wako, celui de vos semblables, hata na wanao kufanana ndugu zako. Voilà ce qui doit passer avant tout. Hebu nikwambie kile ndicho ambacho kinapasha kutangilia vitu vyote. Mwandishi wengi, na kulingana na kitabu hiki cha Danieli, tulitaka tueleze kwamba Yesu ambaye tunapasha kumtamka, ambaye yuko karibu, hakuacha watu wabaki katika mambo heka tu. Hapana, aliandaa nyakati za kuja kwake. Akaziambia Danieli, akasema nyakati hizo zitakuwa nyakati za taabu. Nyakati hizo niwaambie kwamba ukiwa na roho ya vyura, niseme mambo haya matatu. Haya mambo matatu. Walisema kwamba Yohane yeye katika kuona kwake aliona roho 3 zinazofanana vyura. Zikatoka kwa yule joka, zikatoka kwa yule mnyama, zikatoka kwa yule nabii wa uongo. Mambo haya yanaonesha nini? Hebu tuone kitabu kimoja, mambo wanayoyazungumza kuhusu jambo hilo ni matukio ya siku za mwisho. Matukio ya siku za mwisho. Hebu nione wanatuambia nini. Matukio ya siku za mwisho. Tusikie wanasema nini. Paragrafi yake ya 515. Le pouvoir semblable à un agneau signé avec les dragons en livrant la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Mnyama anayefanana mwana kondoo, lakini akasema kama joka, atafanya vita kwa wale wanaoshika amri za Mungu na imani na ushuhuda wa Yesu. L'église fait appel à l'arme puissante du pouvoir civil. Kanisa la mnyama litaweza kuita nguvu za kiserikali, nguvu za wakaaji, kusudi wajiunge kwa ajili ya kufanya kazi kubwa ya mwisho. Les papistes, les protestants s'unirent dans cette œuvre. Yani upapa, uprotestante watajiunga katika kazi hiyo.
serikali vita hivi vya Harmagedoni vinavyoonekana itaunganisha ni wakaaji wenyewe. Ni kusema le pouvoir du civil. Ni kusema makanisa yakisha jiunga katika umoja yatahitaji nguvu za kiserikali au nguvu za wananchi kusudi wasaidiane katika vita hivyo vikuu. Cha pili, upapa ambao ni mnyama iliyozungumzwa katika Ufunuo sura ya 13 iliyotoka kwenye bahari ikifanana kama chui. Huyo mnyama wa kwanza ndiye wanazungumza hapa kwamba pamoja na Uprotestanti watajiunga pamoja kufanya kazi ya siku kuu ya mwisho. Ceux qui vivront les derniers jours de l'histoire de cette terre sauront ce que signifie d'être persécuté par la vérité. Wale ambao wataishi nyakati za mwisho wataishi wajue kutetea ukweli hali ukiteswa. Dans les tribunaux, c'est de l'injustice provaudra. Katika mahakama uzalimu, kutokuwa na haki ndivyo vitaweza kuwepo. Les juges refuseront d'écouter les raisons de ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu. Waamuzi watakataa kusikiliza wale ambao ni watoto wa Mungu katika nyakati hizo. Parce qu'ils sauront que l'on ne peut pas répliquer aux arguments en faveur du 4e commandement. Watafahamu kwamba haiwezekani kupata majibu kulingana na kupinga amri ya 4 au amri ya Sabato. Vita hivi ambavyo vinakaribia, swali ni kwamba unajiandaaje katika vita hivyo? Wafalme wote wa dunia kwa leo wamefanya vita, wameandaa mizinga, wameandaa bomu zote kwa ajili ya kupigana na kupambana, wakiandalia vita hivi vikuu ambavyo ni vya misho vya Harmagedoni. Nani atakayesimama katika vita hivyo? Ni yule ambaye macho yake hayafanane kama chura. Chura kawaida yake hata jua iwake namna gani inaendelea na ubaridi wake. Mkristo anayefanana na chura sherti atapokea roho hiyo ya kuabudu mnyama na sanamu yake. Niseme kwamba Mkristo katika hali yake ambaye mara wanafundisha lakini mawazo yake yanaendelea kuelekea duniani, hivyo vita vitamshinda. Mkristo atakayeshinda ni yule anayetangaza kuja kwa Yesu. Katika tabia zake anaonesha kwamba Yesu yuko pamoja naye. Katika maisha yake ni Mkristo ambaye wa ndani wa moyo, ambaye roho wake, tabia zake zinafanana naye. Ndio maana kitabu cha Ufunuo ametuambia kwamba heri afuaye mavazi yake ili ayavae na asiende uchi. Tutarudia katika fungu hilo, turudie katika Danieli, tutakuwa tunaelekea mwisho. Ni Ufunuo sura yake ya 16, wanasema hivi, mstari wa 10, tazama naja kama mwivi. Huyu ndiye Yesu anasema, heri akeshaye. Kukesha ni mambo matatu: ni kusoma neno la Mungu, ni kuomba, na kuweza kuweka matendo au kutumikia Mungu. Hiyo ndiyo kukesha. Unapofanya hivyo hautanaswa na roho chafu za vyura. Lakini usiposoma, usipokesha na kuomba, utanaswa na hizo roho. Na kuyatunza mavazi yako, tabia nzuri safi za kumtumikia Mungu, zinazostahili katika familia, zinazoonekana kuwa safi nzuri, ndizo zitakazo kuwezesha kusimama imara katika vita hivi. Nimesema roho hizo tatu chafu zinazofanana na vyura ndizo zitaweza kufanya vita na watakatifu, na watakatifu wa Mungu watakuwa tayari kuweza kushinda. Wanasema kitabu kinachoitwa
ni Matendo ya Mitume, washindaji wa amani. Comparativement au milieu d'hommes qui occupent la terre, kulinganisha na watu ambao watakuwa kwenye dunia, le peuple de Dieu sera comme il a toujours été, un petit troupeau. Taifa la Mungu litaone kwamba kakundi kadogo kulingana na gisi ilivyokuwa hata zamani. Mais ils persévèrent dans la vérité, wataendelea kubaki katika kweli, tel que est révélé dans la parole, kama gisi ilivyo katika neno lake. Dieu sera pour lui un refuge, Mungu atakuwa kimbilio lao. L'immense bouclier de tout puissant le protégera. Dieu ni kusema nguvu, kinga ya Mungu, upango wa Mungu utaweza kuwachunga. Dieu présente toujours une majorité. Nasema Mungu anaonekana kwamba ana upande mwingi. Car le son de la dernière trompette se fera entendre, wakati sauti ya baragumu itakapolia. Quand la justice triomphera, wakati haki itashinda, et que les paroles seront prononcées, o moro eta victoire. Nikusema wakati sauti italia seme, o kifo, mahali pako ni pawapi? O mort, tous sont négio. Alors Dieu, avec le Christ, avec les anges, avec les hommes fidèles et sincères de tout l'état, les élis constitueront la majorité. Wakati Yesu na Mungu na watakatifu walio baki katika utakatifu wa Mungu wataendelea kuwa wengi. Ni kwamba ndugu yangu, jua kwamba nyakati hizi za vita zitakuwa zenye kutisha, zenye kuogopesha, lakini heri afuaye mavazi yake. Heri anayekesha na kuchunga mavazi yake ili asionekane amevaa uchi. Kitabu cha Danieli wanasema katika hivyo vita Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wako, na kutakuwa wakati wa taabu, mfano wake hautakuwapo tangu ulipokuwa kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile cha mwana kondoo. Bwana akubariki ndugu yangu. Ni kwamba hapa wanazungumza kwamba nyakati hizo za hali Magidoni ambazo ni za kutisha, vita la kanisa na dunia. Kanisa itakuwa inapambana na dunia. Mkristo naye anapambana na mabaya. Na shetani atakuwa ameibuka, mnyama atakuwa ameibuka, nabii wa uongo akifanya miujiza, kudanganya watu na wateule ili wawezi kupotoshwa na kuwaonesha kwamba amri za Mungu zimeondolewa. Heri atakaye simama imara ni yule ambaye atakuwa amepambana. Nimesema vita ambavyo vinafanyika kwa leo, dunia unasikia mahali na mahali, katika nchi za Afrika, katika nchi za Ulaya, katika nchi za Asia, vita kwa vita vinabaashiria nyakati ambazo ni ngumu, ambazo zinakaribia kutimia. Ni kwamba vita ambavyo vimeanza kwa leo na kupamba moto havitaondolewa mpaka Yesu anaporudi. Na huo wakati Biblia imesema kwamba itakuwa nyakati za taabu ambazo bado hazije kuwepo tangia taifa liwepo, tangia nyakati dunia iumbwe. Lakini watu wako waliochunga mavazi yao, walioenda wakiwa wakamilifu, nyakati hizo aseme watasimama, aseme na majina yao yameandikwa ndani ya kitabu, wataokolewa. Tena wengi wa hao walio katika mavumbi katika nchi wataamka, wengine wapate uzima milele, wengi aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watangaa kama mwangaza wa anga, na waongoza watu kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele. Danieli, funga maneno haya, uyatie muhuri, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Hebu niwaambie kwamba haya maneno ambayo ndiyo ya mwisho yanayofunga kitabu cha Danieli, na ndiyo ya mwisho yanayofunga historia ya dunia,
Danieli yeye alionyesha alitamani aelewe mambo haya yatakuwa wakati gani na yataanza kwa katika nyakati gani. Aliambiwa kwamba enda Danieli, maneno haya yamefichwa na yatanafunuliwa watu wa siku za mwisho, na wenye hekima watayafahamu na wenye akili wataelewa, lakini wanao mdharau Mungu, wasio licha jina la Bwana, hakuna atakaye elewa. Aseme wengi watajitakasa na kufanya weupe na kusafika, wabaya wataendelea wabaya na wataendelea na mabaya na wafanye mabaya, walio haki wataendelea kutenda mema. Tangu wakati ule niwaambie kwamba hizi nyakati wamesema kwamba zitakuwa nyakati za mwisho. Tangia mwaka wa mwaka wa 1798 nyakati za mwisho zilikuwa zimeanza. Hii mavita ambazo tunaziona kuanzia mwaka ule zote zinaandaa kuja kwa Yesu. Na vita hivi vya Harmagedoni, swali ni kwamba unajiandaaje katika vita hivyo? Ikiwa uko upande wa Yesu, utafanya mambo ambayo Yesu anakuagiza. Ikiwa uko upande wa shetani, utakuwa mkamilifu katika njia zake. Hapa hakutakuwa dini. Kila mtu ataelekea ni mpande mbili tu, upande wa Mungu na upande wa shetani. Vita vya kanisa ya kweli na kanisa ya uongo. Kupumzika Jumamosi au unapumzika Jumapili ni mambo mawili yatakayopambana katika vita hivi vya mwisho. Mnyama atasimama kwa ajili ya kulitesa kundi la Mungu, lakini pia na kutaonekana mapigo ambayo yatamwanga kwa ajili ya wote waliofuata mnyama na sanamu yake. Kabla vita hivyo vipambe, leo umepewa muda wa kujifunza neno la Mungu. Kesha na uombe na ufanye yote wezekanayo, uandae maisha yako ili uweze kupata nguvu ya kuweza kumuona Bwana katika mawingu. Nikwambie ya kwamba tukitaka kuweka nanga kwa fundisho letu la mwisho, nitakwambia mambo haya sharti uyafanye kusudi uweze kujiandalia kuja kwa Yesu. Anapokuja usikimbie, bali uweze kupata ule uzima wa milele. Ni kitabu kinachosema kuishi na Mungu siku zote. Wanatuambia hivi, la vérité triomphera, ukweli utapata ushindi. La vérité de Dieu doit être gravée dans le cœur et nous devons combattre avec ardeur pour l'éternel si nous voulons sortir vainqueurs lors du triomphe final de la vérité, car cette vérité triomphera glorieusement. Wanasema ni ukurasa wa 218. Hii yangu ni 288. Nasema ukweli wa neno la Mungu unapasha kuandikwa ndani ya mioyo yetu. Tunapasha kupigana tukiwa pamoja na Mungu kama washindi, na ukweli mwisho utapata ushindi. Na hiyo ushindi ya ukweli itakuwa yenye kushangaza, yenye ushindi mkamilifu. Si nous cherchons à être pour les autres une source de bénédiction. Ikiwa tutakuwa mibaraka kwa wengine, chemchemi ya mibaraka, Dieu nous bénira. Mungu ataweza kutubariki. Rendons nos vies aussi parfaites que possible, en fait pouvoir glorifier du Seigneur et devenir une cause de bénédiction pour les hommes. Niwaambia kwamba hebu maisha yetu yawe safi ili tupate nguvu ya kumtukuza Mungu na kuwa chanzo cha mibaraka kwa ajili ya binadamu. L'église est l'organisme employé par Dieu pour proclamer la vérité. Kanisa la kweli limewekwa kusudi iwe kiungo kinachohubiri injili
kutangazia watu kuja kwa Yesu. Les ailes pour Dieu et pour sa cause pourrait et pousser les disciples de rendre témoignage avec l'évangile avec puissance. Bidii ya wana wa Mungu na kwa ajili ya kazi yake inasababisha wanafunzi watowe ushuhuda wa injili kwa nguvu. Nikwambie kwamba si l'église veut revêtir la robe du juste de Christ et rompre avec le monde, devant lui l'aurore d'un jour resplendira et glorieux. Wakati kanisa litavaa haki ya Kristo na kutaka litengane na ulimwengu, halafu nuru asubuhi ya siku ya kiyama itakuwa iko tayari. Niwaambie kwamba Yesu huyo ambaye tulimungoja nyakati nyingi anataka kuja. Mwisho tukimaliza wanasema hivi, kitabu cha Isaya 40. Hebu nione kama ni hapo wanatuambia hivi 40 Isaya, wanasema mstari wa 13, hata vijana watazimia na kuchoka na waume vijana wataanguka, bali wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kama kwa mabawa, kama tai watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Nyakati hizi za kutatanisha za vita vya Harmagedoni ni shetani akipambana na Yesu katika kuondoa sheria zake, kanisa la uongo likipambana na kanisa la kweli. Vita hivi vitakuwa vikali vya muda mchache, lakini mwenye atavipitia ni yule ambaye anakesha na kusoma neno la Mungu, analinda tabia zake zisiwe na doa na takataka. Huyu ndiye ataweza kusimama katika vita hivi. Mungu akubariki, akuwezeshe kuweza kusimama katika vita hivi vizuri, na umpiganie Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.